Wanaharakati wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu katika kaunti ya Bungoma wameanza mchakato wa kubuni sera za kupeana mwongozo wa amani miongoni mwa jamii zinazoishi katika kaunti hiyo. Watetezi hao wa haki wanasema ukosefu wa kuwepo kwa sera za aina hiyo umechangia sana viongozi na hata washikadau kushindwa kutatua matatizo yanayokabili jamii na hivyo kuchangia ukosefu wa amani. Ili kukabiliana na changamoto ya amani miongoni mwa jamii zinazoishi katika kaunti ya Bungoma, wanaharakati katika kaunti hiyo kutoka shirika la Pamoja for Transformation Trust kwa ushirikiano na serikali ya kaunti wameanzisha mchakato wa kubuni sera ambazo zitapeana mwongozo wa kutatua matatizo yanayokumba jamii zinazoishi kaunti hiyo. Hii sera itakuwa kama ni mchakato na mpangilio ya kuleta uwiano na amani katika kaunti yetu. Hatujawahi kuwa na ingine. Hasa tumekuwa na initiatives kama Mavanga Peace Accord, tukakuwa na social contract, lakini hatukutengeneza sera. Sasa hii ni mara ya kwanza tumejaribu kutengeneza sera kwa njia ambayo inaleta pamoja washikadau kutoka kwa serikali ya kaunti, washikadau kutoka kwa civil society, wa dini, wakina mama, hasa maendeleo ya wanawake, youth na wale ambao tunaita walemavu. Tunapoangalia katika kaunti hii, katika masuala ya kisiasa, tunaona ya kwamba imekuwa ikilete mambo tatanishi. Hata saa hizi unapoangalia mambo ya kisiasa, especially katika jimbo la Sirisia, tunaona ya kwamba mambo ya siasa imeweza kulete mambo mengi. Hata saa hizi kuna mmoja ambaye ameaga kwa sababu kumekuwa na matanga kule, na wanasiasa wamechukua chuki na kulete watu ili kuweza kutengamana, na kupitia katika hali hiyo tunaona ya kwamba mmoja aliweza kujeruhiwa na baadaye alipoletwa hospitalini akaweza akaaga, alafu mwingine angali ako hospitalini, na kuna wengi ambao wamepata majeruhi. Na tunaona ya kwamba wakati mambo kama haya yanapotokea, hakuna ule mwelekezo ambao county government inaweza ingia ndani, kwa sababu haswa mambo ya amani imekuwa ya kwamba imeachiwa serikali kuu ambayo ni national government. Ningependa wale ambao wanasimamia matanga, tukianza na familia na hata watu wa kanisa ambao wanasimamia matanga, wasiruhusu wanasiasa kutumia matanga ama kufanya matanga ikuwe platform ya kuzusha vurugu. Tunajua kuwa mwanasiasa ama mtu yote akienda kwa matanga ameenda kuomboleza. Kwa hivyo siasa ama matanga isikuwe ni mahali pa watu kutoa siasa ambayo inaleta vurugu.